Siku ya Jumamosi nilihudhuria hauli. Kwa wale ambao hawafahamu hauli nini, ni kumbukumbu. Hauli ya Sheikh Hassan bin Amir ambaye alikuwa mufti wa Tanganyika katika miaka ya 50 mpaka kufika 60. Na baada ya hauli ile nikatengeneza video fupi ya kumweleza Sheikh Hassan bin Amir mchango wake katika kupigania uhuru wa Tanganyika, na nikaeleza jinsi alivyokuwa anauza kadi za tano ndani ya msikiti na kuhamasisha Uislamu kuunga mkono Mwalimu Nyerere na kuunga mkono tano ili tuikomboe nchi yetu kutoka kwa mikono ya Uingereza. Hii video ikaleta maneno katika hii grupu yetu. Watu wanaandika, wakati mwingine wanaandika wamehadhibika, wananitukana, kwa nini unaandika habari za Uislamu? Sasa mimi nawajibu kistaarabu kimya kuambia hii ni historia ambayo haikupata kuandikwa. Kwa nini haikupata kuandikwa? Jibu ni kuwa wale waandishi wa historia walifanya khiana, kwa sababu historia nzima ya Tanganyika ya kudai uhuru ilikuwa imetawaliwa sana na Waislamu. Sasa tutaacha kusema? Basi watu wanahadhibika. Lakini kitu ambacho kimenifanya mimi nifanye hii video fupi ni kiasi kama nusu saa iliyopita, katika hawa watu ambao nabishana nao, wengine wanasema lugha za kistaarabu, wengine wanatoa maneno ya kejeli ambayo yapendezi. Ananiambia huyu atakuja kusema hata Mkwawa, yani mimi, hata Mkwawa alikuwa Muislamu. Nikasema hivi kumbe hawa watu wajinga. Na sikusema manake najisemea ujinga, na nitumia neno la ujinga si kwa maana ya tusi, kuwa kumbe hawa hata historia yenyewe inazungumza hawajui. Ndio maana wanaposoma Sheikh Hassan bin Amir alikuwa anauza kadi za tano ndani ya misikiti wa kutopigania uhuru, wanahamaki. Ni kuwa hawajui, ule ujinga wao umewafanya hawajui chochote. Ndio maana ninaposema katika historia ya tano huwezi kumtaja Mwalimu Nyerere peke yake kama ndio aliunda chama cha tano. Kaisikia wapi hiyo tano Nyerere? Hii tano kaisikia nyumbani kwa Abdu Sykes, na Abdu kadi yake ni namba 3. Na hiyo African Association yenyewe kulikuwa na Waislamu 6 walioanzisha hicho chama, mmoja hapo kwa babake Abdu Mzee Plasti. Na kwa wakati huo mwaka 1929 walipoanzisha African Association, wakajenga na hilo jengo ambayo hapa wanasibikaje kuandikwa pale, hapa ndipo ilipozaliwa chama cha taa, ilipozaliwa chama cha tano. Kumbe haya yote hawayajui, ndio maana unapata hamaki. Na uzungumza hiyo hotuba ya Mwalimu Nyerere Umoja wa Mataifa mwaka 55, safari yake ya kwanza. Hafla ya kumwaga Mwalimu ilifanyika nyumbani, imefanyika kwenye jengo la Al-Jamiatul Islamia fi Tanganyika, Umoja wa Islamu Tanganyika. Na hii Al-Jamiatul Islamia fi Tanganyika, haya mambo ninarudia kwa sababu nishasema. Hawa naisema hapa kwenye hii grupu yetu ili mujue. Ilianzishwa mwaka 1933 na hawa Waislamu 6 walikuwa African Association, walianzisha 1929. Wakaona kuwa sisi kama tutapitisha mambo yetu yote ya Waislamu katika Jamiatul Islamia tutakiharibu kichama. Tumekusudia kichama cha African Association kio cha wote. Ndio wakaamua kuunda Jamiatul Islamia fi Tanganyika, Umoja wa Islamu Tanganyika, na wakajenga jengo lile mpaka leo lipo. Lakini kilichoshangaza kuwa anasema huyu Muhammad Said atakuja kusema kuwa hata Mkwawa alikuwa Muislamu. Kumbe hawa wajui kama Mkwawa alikuwa Muislamu. Sasa nakwambieni, fikieni Kalenga, Mkwawa Museum Kalenga, nendeni pale, mtaona jina la Mkwawa alilochagua aliposilimishwa na Abu Shira ibn Salim.
jina lake ni Abdallah, na alisoma mpaka kajua kuandika kwa irabu za Kiarabu. Mkwawa kuna barua zake pale, akiandika kwa Kiarabu anaanza bismillahir rahmanir rahim, ziko pale. Kumbe watu wajinga. Ndio maana kile alosema wanapiga kubatia historia yenyewe hawajui, na hata wanapoelezwa hawataki kujua vile vile. Kama leo nasema kuwa ukali zaidi ni kuwa nataka watu wajue kuwa mimi siko hapa katika grupu hii kwa maskhara. Nimeona kuna tatizo, ndio maana nikaandika, na siwezi kusema manake labda nisema nimefanya hivi na hivi na hivi, lakini hichi kitabu cha Abdul Sykes kina miaka 30 leo kinazo, na tunakwenda toleo la 5. Watu wamekipenda hichi kitabu. Sasa ndugu zangu, nakwambia nyinyi hamjui, ulizeni. Waulize wenye kujua, mtaambiwa, na ujinga utaondoka, mtakuwa mnajua. Kipi cha kushangaza? Kipi cha kushangaza? Sasa inaoma zaidi ni kuwa ananiambia, wewe unajua historia ya Bukoba kama makanisani walikuwa wanaguziana kanisa 5. Na ndio naozidi kuona ujinga wao. Mimi nisijue historia ya Bukoba. Bukoba alikuwa pale Migeyo. Bukoba alikuwa pale Migeyo. Na kama kuna kitabu kiandika mutahaba wa historia, chuo kikuu cha historia ya Dar es Salaam, mwalimu wa historia chuo kikuu cha Dar es Salaam, kaandika kitabu kizima cha maisha ya Ali Migeyo. Anaeleza harakati zake zote, vipi alipigwa mabomu na Uingereza mwaka 53. Na mimi siku zote ninasema kuna watu wawili hawa walistahili kuwa katika waasisi 17 watano. Mmoja ni Ali Migeyo na wa pili ni Hamza Wapachu. Sasa hivi ni vitu ambavyo kama laiti wangesoma Kiswahili wangekuwa naijua, na wasingekuja kuandika katika ili grupu letu kwa maki, kutukana na kukashifu watu na kutoa lugha ambazo hazipendezi. Labda wao wajiulize kwa nini walioandika historia hii waliacha hawa kuandika historia ya watu hawa ambao mimi nakutajia hapa. Basi tumalize hapa.